Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Mgogoro kati ya Iran na Marekani umeendelea kushika kasi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa Iran imeanza kuonyesha nia ya kufanya mazungumzo na Marekani. Kauli hiyo inakuja wakati hali ya siasa na kiuchumi nchini Iran ikiwa bado ni mbaya kufuatia maandamano makubwa ya wananchi yanayoendelea katika maeneo mbalimbali nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa za kimataifa, Iran imekumbwa na maandamano makubwa ya wananchi wanaopinga hali mbaya ya kiuchumi, kupanda kwa gharama za maisha pamoja na kile wanachodai kuwa ukandamizaji wa kisiasa. Maandamano hayo yameripotiwa kusababisha vifo vya mamia ya watu na kukamatwa kwa maelfu, huku vyombo vya usalama vikikabiliana vikali na waandamanaji. Serikali ya Iran imechukua hatua kali za kiusalama, ikiwemo kudhibiti mawasiliano ya internet katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Hatua hiyo imekosolewa na jumuiya ya kimataifa ikisema kuwa inakiuka haki za kimsingi za kibinadamu na kuzidisha mvutano kati ya serikali na wananchi wake. Akizungumzia hali hiyo, Rais Donald Trump amesema kuwa Marekani inaendelea kufuatilia kwa karibu kinachoendelea Iran, akisisitiza kuwa ingawa mlango wa mazungumzo bado uko wazi, Marekani inasisitiza kuchukua hatua kali endapo maslahi yake ya usalama wa raia wake vitahatarishwa. Kauli hiyo imeongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuchukuliwa kwa hatua za kijeshi. Kwa upande wake, Iran imejibu kwa tahadhari, ikisema ipo tayari kwa mazungumzo ya kidiplomasia yatakayoheshimu mamlaka na misingi ya taifa hilo. Hata hivyo, viongozi wa Tehran wameonya kuwa Iran haitakubaliana na shinikizo wala vitisho na kwamba ipo tayari kujilinda endapo itashambuliwa. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na mataifa ya Ulaya imesisitiza pande zote mbili kujizuia na kutoa nafasi kwa diplomasia. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaonya kuwa mgogoro huu unaweza kuwa na athari kubwa kwa usalama wa dunia na uchumi wa kimataifa, hususani katika sekta ya nishati. Hadi sasa hali bado ni tete, huku dunia ikisubiri kuona kama kauli za mazungumzo zitageuka na kuwa hatua za kweli za kidiplomasia au kama mvutano huu utaendelea kuongezeka. Macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa Tehran na Washington katika kusubiri mustakabali wa mgogoro huu unaotikisa siasa za kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.